kuna wanachama wameanza kujitokeza kutangaza nia zao. Kutangaza nia sio kwenda kufanya kampeni. Yaani ukisema mimi natarajia kugombea, sio maana yake kufanya nini? Kampeni. Ukimwona mtu ameondoka ameenda kwenye kata, kwenye tawi, huyu sio kwamba ameenda kutangaza nia. Huyu anaenda kufanya kampeni kabla ya wakati. Kamati ya siasa ya mkoa ilitoa onyo kwa watu ambao wanaanza kampeni mapema. Chama cha Mapinduzi tunaongozwa na kanuni. Kwa hiyo sisi kama mkoa wetu wa Iringa tunasema tunatoa angalizo. Wote watiania, ukifika wakati kugombea nafasi, basi msisahau hii kanuni. Maana wagombea wote watakuja kwenye nini? Ungo. Sawa? Alafu tutaanza kupeketa. Najua wengi mnayo taarifa kwamba mkoa wetu kwa Chama cha Mapinduzi tumepata heshima kubwa ya kumpata mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ambaye wote hapa tunamfahamu. Kwa hiyo tulidhani tutumie nafasi hii kumpa yeye muda mwingi wa kuzungumza, na akimaliza kama mtakuwa mna maswala basi mtaweza kutuuliza. Lakini kama tulivyosema siku ile tulivyokuwa tunampokea rasmi, ni kwamba mkoa wetu umeipokea nafasi hii ya ujumbe wa kamati kuu kwa furaha, kwa sababu ni heshima kubwa tumepata. Na sisi Chama cha Mapinduzi tumemwambia hata ndugu yetu Salim kwamba nafasi hii ni heshima kubwa kwenye mkoa wetu. Kupata mjumbe wa kamati kuu si jambo dogo. Kwenye chama chetu sisi mjumbe wa kamati kuu ni nafasi ya juu kabisa kwenye chama chetu. Kwa hiyo sisi tumeipokea nafasi hiyo kwa furaha na kwa shukurani kubwa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na maendeleo, mwenyekiti wetu ambaye ndiye aliyemteua ndugu yetu na kupitishwa na halmashauri kuu. Ndugu Salim, karibu. Mimi ni mjumbe mpya wa kamati kuu, lakini ni vile vile bado ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kupitia mkoa wetu wa Iringa. Ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa, kwanza kabisa kikubwa hapa ni wote mnajua tunaelekea kwenye uchaguzi, na sisi ndani ya chama tuna michakato miwili ya uchaguzi. Tunakuwa na uchaguzi ndani ya chama, ya maana kwamba tunaita uchaguzi wa kura za maoni. Halafu tukishapata wagombea, tunakuwa na wagombea wa chama ambao wanaenda kwenye uchaguzi mkuu. Lakini sasa hivi ndani ya chama tunapitia kuelekea kwenye uchaguzi wa kura za maoni ndani ya chama. Na hivi karibuni mlikuwa, nafikiri baadhi ya watiania wameshaanza kuwaita kuelezea nia zao. Nafikiri baadhi yenu na mtaitwa na wengi, na kipindi hiki mtakuwa na press conference nyingi. Haipiti siku 2-3 kwa mnayoita, na kila mmoja atajieleza kwa nini anataka kugombea. Sasa sisi chama mkoa tukaona ni vizuri kwamba wale watakao waiteni tunawasihi na tutawashauri kwamba wewe kama utaitisha waandishi wa habari kuelezea nia yako, basi elezea kwa nini umetaka kugombea bila kutoa tuhuma kwa yeyote. Sio busara. Wewe umekuja unaomba nafasi hiyo, watakayeamua ni wapiga kura na mchujo wa vikao. Kwa hiyo sio busara wewe itisha waandishi wa habari. Kama utataka kufanya hivyo, basi uelezee nia yako bila kumtuhumu mtu, kumsema mtu, kumkejeli mtu. Sio jambo la busara ndani ya chama chetu, kwa sababu wote mnaogombea ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na endapo nyinyi ndugu zetu wanahabari mtakuwa mnapokea taarifa ambazo mnaona labda zinaweza kumkwaza mtu au kukwaza chama, tungependelea, kwa sababu ndio msimu wa uchaguzi huu ndani ya chama, basi tukawa na balance story. Maana nilishawahi kupitia baadhi ya mitandao hivi, utakuta mtu labda ana chuki na mtu mwenye nia fulani, basi unalidaka tu, unaanza unalitoa bila kuwasiliana na chama au kuwasiliana na mhusika ambaye ametuhumiwa, ambalo sidhani kama ni jambo jema. Ninyi wote professionalism, hata sisi ambao hatuna taaluma ya uandishi wa habari, hakuna mtu asiyojua kubalance story, lakini
itachekesha kuona kwamba mwandishi mkongwe wewe unapokea habari alafu huja balance unarusha tu. Kwa hiyo tumeona ni vizuri tukaelezana. Kwa hiyo narudia tena na kuwasihi wale wote watakaoonyesha nia, ikifika kipindi waelezea mimi fulani nataka ikifika wakati au muda unakuruhusu, bila kumkejeli yoyote, kumtuhumu yoyote, kumtukana, kumdhihaki, sio huka ya wana CCM. Kwa hiyo msema tulisema mapema ili kwa sababu tumeona tayari kuna wana CCM wameshaanza kujitokeza kuonesha nia na kutangaza nia zao. Kwa tumeona ni vizuri tukatoa angalizo hilo kwa wanachama wote wenye nia ya nafasi zozote ambazo watakugombea hiyo ubunge au udiwani, basi watangaze nia zao kwa hekima na busara. Sisi tumetoa angalizo kwa mkoa wetu na tumefanya hivi baada ya kuona kwamba kuna wanachama wameanza kujitokeza kutangaza nia zao. Kwa hiyo tukasema watakuja wengine wengi, watafanya hivyo, watawaiteni. Lakini unajua tumeumbwa watu na hulka na silka tofauti. Kwa tukasema ni vizuri sisi kama mkoa wetu wa Iringa tuwe na tahadhari kwa mkoa wetu. Mimi tumeshauriana na mwenyekiti hapa kwamba tuchukue tahadhari ya mapema. Umesema kuhusu kama itamko la nchi nzima, mimi sio msemaji wa chama kitaifa. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu ambaye ni natokea mkoa wa Iringa, lakini chama chetu tuna kanuni ambayo inatumika nchi nzima. Tuna kanuni hii. Kanuni inasema kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola. Hii kanuni inatumika nchi nzima kwa chama chetu. Kwa hiyo tutashauriana na katibu wa mkoa kwamba kama itapendeza chama mkoa wa Iringa wakati wagombea wanachukua fomu, kama hivi vitabu katibu vitapatikana, kila mgombea anapewa fomu na kanuni hii, na kama hana basi aitafute kanuni hii, kwa sababu Chama cha Mapinduzi tunaongozwa na kanuni hii. Kwa hiyo sisi kama mkoa wetu wa Iringa tunasema tunatoa angalizo wote watiania kwamba kifika wakati wa kugombea nafasi basi msisahau hii kanuni. Kuna mambo mengi yameelezwa ndani ya kanuni hii. Kwa hiyo tunatoa tahadhari kwa sababu kuna wengine ipo hivi, kuna mwingine ni mwanachama wa kawaida tu, kada tu, hizi kanuni hazijui. Anachukua fomu au anaanza, kabla hajachukua fomu anaanza kampeni kinyume na taratibu za chama na kanuni za chama, halafu baadaye inaonekana kwamba amekwenda kinyume na kanuni za chama. Kwa hiyo tunapenda kutoa tahadhari kwamba wote wenye nia na watakaotia nia wakati wa kuchukua fomu, tutawashauri watafute vitabu kanuni hizi. Wote watia nia utawapa mwongozo, na hayo ndio sema na tunatangulia kusema yapo humu yote yapo. Kwa hiyo kusema kwamba haya natamkia nauliza kama taifa, mimi nazungumza kwa kama mwanachama na hasa kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanaotokea katika mkoa wetu wa Iringa. Kila jimbo linatakiwa yarudi majina haya majina matatu ndio yanakwenda sasa kupelekwa kwa wanachama na wale waliowekwa kwa utaratibu wa wapigie kura za maoni. Sasa kama wewe umetangaza nia na una uhakika wa jina lako litarudi, sijui unajiamini nini, kwa sababu kuna mwingine anaweza akaanza kampeni akazunguka, kama una uhakika wa kurudi jina lako ni waste of time. Kwa hiyo safari utaratibu wa chama tofauti na miaka ya nyuma, kwamba wakati ule unapiga kura hata watu 40, lakini safari utaratibu umebadilika. Wanachama watakuja kuchukua fomu, halafu watachujwa, yatarudishwa majina matatu. Katika majina hayo matatu ndio ataenda kupigiwa kura za maoni. Ndugu yetu Salim ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa anaowakilisha mkoa wa Iringa. Tumemsikiliza mjumbe wa kamati kuu na nadhani tumemwelewa. Sisi ndani ya chama wote ni wamoja,
hakuna haja ya sisi kwa sisi kuzungumza vibaya, mgombea huyu kumzungumza mwenzake vibaya. Kwa hiyo kupitia ninyi ujumbe huo utafika. Wale ambao hawajazungumza tunatumaini watazungumza vizuri, kwa sababu ujumbe utakuwa umewafikia. Kimsingi kama chama tumetoa ratiba inayohusu uchaguzi ndani ya chama kuelekea kuwapata wagombea, na kama mlifuatilia kwenye mkutano mkuu wa chama chetu, ndio mwenyekiti wa chama alijulisha umma na viongozi walioko madarakani na mwanachama yoyote anayetaka kugombea, ndio aandike barua kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 5. Maana yake pale sasa ilikuwa rasmi, kwa maana ya kwamba mchakato umefanyaje, lakini mchakato rasmi utaanza tarehe 28 wakati watu wanapochukua fomu. Na sisi tunaposema nia sio maana yake kwenda kumfuata mpiga kura huko aliko. Tumeelewana? Ukimwona mtu ameondoka ameenda kwenye kata, kwenye tawi, huyu sio kwamba ameenda kutangaza nia. Huyu anaenda kufanya kampeni kabla ya wakati. Tangaza nia unaweza kutangaza kwenye ofisi ya chama kwa waandishi wa viongozi, ukakaa hapa kwa waandishi wa habari kwamba mimi ni kati ya watakao, wakati ukifika nitakuwa kati ya wagombea. Sasa tafsiri ya huku kwamba watu waruhusiwe kwenda. Sisi Chama cha Mapinduzi, mtu atachukua fomu. Akishachukua fomu atajadiliwa. Akishajadiliwa, jina likirudi, tutampeleka yeye kwa wajumbe, si ndio, wenye mamlaka ya kutoa maoni. Kwa hiyo pale ndio wanaenda kufanya kampeni ambayo chama kitawapeleka. Kwa hiyo sasa ukiona mtu amepita ameenda kwenye tawi, kwenye kata, huyu haendi kutangaza nia. Huyu anafanya kampeni ambayo kabla ya wakati, na nitumie tu fursa kufanya kampeni kabla ya wakati. Uchaguzi wa mwaka huu tunaanza kujadili. Yaani unachukua fomu, tunakujadili, tukijiridhisha ndio utarudi kwenda kupigia kura za maoni. Kwa hiyo tumie fursa kuambia na wengine kupitia nyie wanaopita huko bila ya utaratibu, waache mambo haya bado. Sasa kama atatumia njia isiyo hiyo, maana yake inaweza ikamgharimu yeye, kwa sababu hakuna atakayeamini kwamba mtu tu ametoka nyumbani kwake, wamekutana 40-30, wote wanasema tunamtaka Goa awe mbunge jimbo la Kinagoa. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo hapa inawezekana kama unachosema, kama watakatokea watu wakawa wanamzungumzia huyu, na je, mnawafanyaje hawa? Sisi tunarudi kwa wagombea, kwa sababu atakayeharibikiwa pale ni nani? Ni mgombea, kwa sababu hiyo timu imetengenezwa na nani? Na huyo mgombea ama mtia nia ametengeneza ili watu wapite wamseme, si ndio, kushawishi, si ndio? Sasa mambo kama yale inawezekana pia yakakupunguzia sifa wewe ambayo unataka kukubalika katika njia zisizo rasmi za chama chetu. Kwa hiyo mimi niombe mwenyekiti, niwaeleze tu kwamba wafate utaratibu wa chama chetu. Unaelewa, wafate taratibu. Na kama mtu wanakutaka watu watakutaka kupitia boksi la kura. Lakini uchaguzi wa mwaka huu hatutakuwa na changamoto kubwa kama ilivyokuwa miaka mingine. Kwa nini? Kwa sababu mwaka huu cha kwanza watu watachukua fomu kama nilivyosema, tutawachuja, alafu tutarudisha majina matatu. Kwa yale majina matatu tutakuwa tumeshajiridhisha kwamba yoyote kati ya hawa anatufaa. Kwa maana hiyo tutakuwa na makundi mangapi? Matatu. Lakini ya wanachama ambao wamechujwa, tofauti na chaguzi zingine kwamba wanakuja 30, wanakuja 40, lakini imani yao kwa chama sio sawa. Ndio maana yake ni kwamba nafasi moja wanatakiwa mtu mmoja, wako 30, mtu akubali matokeo. Sio kwamba yale makundi yanatokana na kwamba labda kula za maoni hazikuratibiwa vizuri. Hapana, ni kwamba kwa kuwa hakuishi ile imani ya chama, matokeo yake sasa anatengeneza mpasuko ndani ya chama. Kwa kuliona hilo sasa ndio tunawachuja kwanza. Wale wanachama krimu 3 tutaenda kuwapigia kula za maoni. Na sisi Iringa tushasema tunamtaka mgombea atakayekiletea ushindi chama. Sio mgombea anayetegemea kubebwa na chama.
Na kwa maana hiyo ndio maana tunasema tunataka tuchuje vizuri. Tutakayempata maana yake tumejiridhisha na chama kimejiridhisha, na yeye mwenyewe atakuwa ana mchango kwa chama kufanya nini chama kiweze kupata ushindi. Kwa hivyo itategemea, na kama kuna mwanamke anaweza, hatutamteua kwa sababu ya wanamke wake, na hatutamteua kwa sababu ya wanaume wake. Katika majimbo tutateua mtu kulingana na uwezo wake kwenye eneo analoomba. Kuna utaratibu, kuna viti maalumu wao wamewekewa huko, watakwenda huko, manake kwamba wanawake tu kule lazima wataangaliwa wao. Lakini katika haya majimbo, kwa maana ya kata zetu na majimbo yetu, tutaangalia tunayeona anaweza kuletea ushindi chama, anayekubalika. Sasa anaweza kawa mwanamke, anaweza kawa mwanaume. Utaratibu wa chama katibu ameueleza vizuri na umenyooka. Kutangaza nia sio kwenda kufanya kampeni. Yaani ukisema mimi natarajia kugombea, katibu ameeleza vizuri, sio maana yake kufanya nini? Kampeni. Na kila mtu ana staili yake. Wako watu wanataka kuwa surprise watu siku ya mwisho kabisa, wala hamwambii mtu. Hata mimi nilipogombea mwenyekiti sikumwambia mtu. Nilifika siku ya kuchukua fomu, nilichukua fomu, nikajaza fomu yangu, kila mtu ana staili yake. Hasa alichozungumza mjumbe wa kamati kuu, wale wanaotangaza nia watangaze kwa ustaarabu. Kwa sababu sisi wote ni wana CCM. Usiende kuchukua fomu unamsema vibaya kiongozi ambaye alipewa bendera ile kupeperusha na Chama cha Mapinduzi. Hicho ndo alichozungumza mjumbe wa kamati kuu. Kwa hiyo kila mtu anastahili. Wako wanaotaka kusema mapema, watu wasiotaka kusema. Sasa huwezi kuwajua wote, utawajua siku fomu zikianza kutolewa. Na kwa taarifa yenu, wagombea udiwani sisi ngazi ya mkoa ndo tunaowateua. Yaani wagombea udiwani wote tunawateua sie. Tumeelewana eh? Lakini wagombea ubunge sie tunapendekeza. Vikao vya juu ndo vinakwenda kufanya maamuzi ya mwisho. CCM ina uhakika. Kwanza mtaji tulioingia nao ni utekelezaji wa ilani 2025. Ilani imetekelezwa kwa kiasi kikubwa sana. Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kazi nzuri sana. Wewe angalia tu jana mapokezi aliyopata kule wapi? Simiyu. Na pale hajafika Simiyu penyewe njiani. Umeona ule umati? Sasa sikuwa na macho ambiwi nini? Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi. Hakuna chama chochote. Wasindikizaji wapo, lakini hakuna chama ambacho kinaitishia CCM. Tuna uhakika wa kushinda, na kama alivyosema katibu, moja ya mtaji ambao tumekubaliana ni kusimamisha wagombea wanaokubalika. Wagombea wenye uwezo wa kuwatumikia wananchi, ambao ukimsimamisha diwani kwenye kata A, ukimnyanyua tu hivi, mmemwona, wananchi wote tumemwona, hakuna wasiwasi. Kwa hiyo ndio maana chama kimekuja na utaratibu huu ambao katibu ameueleza vizuri na amemalizia mjumbe wa kamati kuu kwa mfano wa kupepeta. Kwa maana ya kwamba tutapata wagombea makini wazuri ambao wananchi watakuwa na imani nao. Huo ni mtaji mwingine ambao tutaingia nao kwenye uchaguzi. Kwa hiyo Mungu akitujalia baada ya Oktoba, baada ya uchaguzi tutakutana hapa hapa, alafu nyinyi mtajua CCM imeshinda kwa asilimia ngapi.